Kutokea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam hii leo inasikilizwa kesi ya uchochezi ya mashtaka matatu ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa njia ya mtandao. Katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, watu mbalimbali wamejitokeza ikiwemo wafuasi wa chama cha Chadema, lakini pia mabalozi wa jumuiya za Ulaya, lakini pia jopo la mawakili wanaomtetea Lissu, takriban mawakili 28 akiwemo Peter Kibatala. Lakini nje ya viunga vya mahakama, mgombea wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amezuiliwa kuingia na kuleta taharuki nje ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti kutokea hapa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuhusu kesi inayoendelea, ambapo leo Lissu anatarajiwa kusomewa maelezo ya awali, lakini ameshindwa kufika mahakamani kutokana na changamoto ambazo bado hazijaelezwa. Endelea kukaa nasi kwa matukio zaidi. Masini ya mtu ndio vizuri. Lango ndio bala nyingi tunataka kusema. Wewe kabla attention ndio wote. Ndio kule mwanangu sawa. Tunakujana ndio tutaje. Naomba tusogee tukatafute sehemu nzuri ambayo ni salama, tukazunguka twendeni kule. Twendeni kule Kisutu mheshimiwa na wakata. Sawa. Hapo tunakuja vizuri. Tutafute sehemu nzuri wapendwa, tutafute sehemu nzuri. Wala ameisha. Kuisha hivyo, mimi ni kiongozi wa kitaifa, mimi tuko na ni mwananchi, mahakama ni eneo lake la haki. Mnamsukuma kiongozi kwa sababu gani? Yaani kwa nini mnaakti kama mpo juu ya sheria? Sasa afande na pia hapa. Afande mtosha bwana. Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa Kituo cha Demokrasia ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Kituo cha Demokrasia kwa sasa. Nimefika hapa mahakamani kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kesi yake, lakini nimezuiliwa. Nimewaeleza kwamba ni haki yangu ya kuingia ndani na kuwa sehemu ya wale walioruhusiwa kama wasikilizaji, lakini pia imeshindikana. Imeshindikana. Kwa hiyo baada ya hapo naomba nitawasiliana na viongozi wenzangu kwa ajili ya hatua nyingine. Asanteni. Atuondoke. Labda umepokeaje? Hamna mwenye silaha, hamna anayetishia amani ya mtu tupo. Hatuwezi kuipokea vizuri kwa sababu mimi naamini ni haki ya kwenda kusikiliza kesi mahakamani, tuna ruhusa hiyo, na kama waliona vinginevyo wangeweka utaratibu sahihi, lakini sio kunyanyasana, kutishiana na mambo kama hayo. Tusingependa kujenga demokrasia ya namna hiyo. Pengine sababu kubwa ya kuzuia ni ipi? Hawatoi sababu, wanasema ni maelekezo. Acha hizo. Wapi?
Sharifu, uko sawa? Waegeni sehemu sahihi. Sogeza kule tumekuja hapa Napita hapa, wamekutoa hapa, napita Kwa nini hapa. mnafanya hivyo? Tuoni hapo kama ndio tuoni. Mmekutoa kule tumekuja Tumekubali hapa. Hapa mnasema gari linapita wapi sehemu ya hapa? barabara hii. Tumekuja gani? Naomba mtu asinisogelee wala asiniambie. Mama, basi maliza hapa wenyewe. Kwa nini malize? Alimwambia aondoke. Mwambie alivyo aondoke kama tiji sehemu ya wananchi kukaa. Basi mwambie wako. Nimewaeleza ni yangu huko. Nenda